Dokumenti ya makabidhiano hakukuwa na hati. Ulinunua wapi? Nilinunua Kinondo. Aliyeniuzia ni Juma Salumu Ali. Na hii dokumenti ya makabidhiano ilisainiwa na mjumbe wa serikali ya mtaa anaitwa Abdalla Ramadhani Gombero. Sasa siku ya 3 baada ya mauziano nilifika pale kwenye eneo na fundi kwa ajili ya kutengeneza sehemu ya kuweka tu kachumba ka ulinzi ili eneo lisije likatokea limeuzwa mara ya pili. Siku ile tumefika, ili uanze kujenga lazima upate kibali. Tukaenda kwa mjumbe. Mjumbe ambaye tulipelekwa na tulielekezwa na majirani pale hakuwa yule ambaye tulimkuta mwanzo. Kwa hiyo katika kufuatilia pale ndo tukaja tukagundua kwamba tuliuziwa eneo la mtu, na tulipompigia muhusika yeye akawa anasema kwamba eneo ni la kwake. Basi tukafuatilia, hatimaye ile kesi nikaamua kuipeleka kituo cha polisi moja kwa moja kwa sababu niliona hii ni issue ya utapeli. Na nunua shilingi ngapi? Shilingi milioni 5. Kiwanja kilikuwa cha ukubwa wa 23 kwa 23 kwa hatua za miguu. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile kesi pale polisi nikafanya bidii, nilijitahidi kupata watu ambao niliwapata kwenye huo mkataba. Walikusainia pia wenye viti au? Alisaini huyo mjumbe wa serikali ya mtaa. Mjumbe wa serikali ya mtaa ambaye yeye asingeweza kusaini bila idhini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Je, kama nitapeli? Tulifuatilia kujua kama ni kweli wa ile ofisi pale, na mwenyekiti alikiri kwamba anamfahamu na ni mjumbe wa serikali ya mtaa pale. Na mwenyekiti ndiye aliyegonga muhuri. Na ndiye aliyegonga muhuri. Kwa wajumbe nao wanagonga muhuri bila mwenyekiti. Yaani alikuja na karatasi imeshagongwa muhuri tayari. Kwa hiyo nilidhani huenda mwenyekiti tayari ndiye alikuwa ameshagongea muhuri. Kwa sababu muhuri ni uliogongwa hapa ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo katika kufuatilia tulifanikiwa tukamkamata mtuhumiwa, tukampeleka kituoni, lakini tulimkamata tarehe 25, lakini mpaka tarehe 29 kwa sababu ya zile vurugu zilizokuwepo aliachiliwa kwa dhamana ya barua kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Na alipo baada ya muda aliachiliwa, na baada ya yeye kuachiliwa tukafuatilia kwa mpelelezi akawa anasema huyu mtu anatakiwa apelekwe mahakamani. Kwa hiyo anatakiwa akamatwe. Kwa hiyo toka kipindi hicho, ngoja kwanza, ni mtaa gani huo? Ni Mji Mpya. Mwenyekiti ni huyu Msukuma. Huyu mama ni kweli alifika ofisini kwangu akiwa na malalamiko hayo kwamba kuna mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ameenda kusaini mkataba wa manunuzi ya kiwanja. Nikamwambia sisi kama ofisi ya serikali ya mtaa tunafanya kazi kama taasisi. Maana yake mwenyekiti akiwa ameitwa wilayani, akiwa ameitwa wapi, wajumbe wake wanabaki. Hiki kilichofanyika ngoja nikifuatilie. Tukamkamata mtumiwa wake. Baada ya kumkamata mtumiwa wake akafikishwa kituo. Ulimkamata lini? Nafikiri wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Hebu mpe maiki dada. Dada, mtumiwa alikamatwa? Mtumiwa alikamatwa tarehe 25 mwezi wa 10 ambapo nilimkamata mimi mwenyewe bila yeye. Yaani yeye hakuwepo kabisa. Yeye hakuwepo kabisa. Hakuwepo kabisa, na hata mpaka hiyo dhamana imekuja kutoka ni baada ya mimi kumpigia simu nikamwambia nilikuwa na kesi fulani hivi na hivi na hivi, mtu tumeshamkamata. Na yeye mwenyewe akaja akaandika barua ya dhamana. Nadhani kisheria inaruhusiwa. Dhamana ni haki ya mtu, hiyo inatambulika. Lakini sasa yeye imekuwa ni ngumu kunipa mimi msaada kwa sababu siwezi kumkamata tena mimi mwenyewe kwa watu wale ambao nilikuwa nimewatumia. Lakini dhamana alitoa nani? Dhamana alitoa yeye mwenyewe. Kwa kumdhamini nani? Kwa kumdhamini yule mtuhumiwa, huyo Juma Salumu Ali, ambaye mpaka leo tunadaiana na simu. Haeleweki alipo. Haeleweki alipo. Ila ukifika. Na ulilipa milioni 5. Nililipa milioni 5 keshi. Mwenyekiti akadhamini kwa barua. Akadhamini kwa barua, ndio. Mpe maiki mwenyekiti. Sisi tunatoa barua za utambulisho za kudhamini watuhumiwa wakiwa kituoni. Hivi karibuni na leo nilimuita ofisini kwangu. Dada. Leo alikuwa anakuja kwa mkuu wa mkoa? Hapana. Dada aliomba appointment toka wiki iliyopita. Kwamba mwenyekiti nitakuja ofisini kwako kwa ajili ya jambo la Juma. Na Juma tukamwandikia barua ya wito afike ofisini kwangu leo. Huyo mjumbe aliyesaini hapo ndio ni mjumbe wako? Ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Unamfahamu? Namfahamu. Na ulimpa mamlaka hayo ya kwenda huko? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huwa hatutoi mamlaka. Kama hivi niko huko kwenye kikao chako mheshimiwa, kule kuna mtu anaweza kawa anahitaji kufanya biashara.
lakini ofisi yangu, muhuri wangu ndio unabaki ofisini kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa wenyewe una mjumbe yoyote anakuwa na mamlaka na ule muhuri. Kwa hiyo saa hizi pale wananchi wanapata huduma kwa sababu mwenyekiti huwezi kutoka nao. Ninachosema, kwa mfano mimi hapa mkuu wa mkoa, muhuri wangu mimi mkuu wa mkoa, hakuna mwenye mamlaka nao mwingine, lakini kama barua anaweza kuandika kwa niaba. Ndio. Kwa niaba. Ndio. Sawa eh? Kwa niaba anaweza kaandika labda rasi au nani. Lakini sio kugonga ule muhuri wangu mimi. Je, huko chini nyinyi mwenye muhuri wa mwenyekiti unagongwa na mjumbe na nani huyo yote? Mheshimiwa, kwa sababu ofisi yangu ina mihuri miwili. Muhuri mmoja ni wa afisa mtendaji. Muhuri mwingine ni wa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ambao hutumia mimi na wajumbe wote wa serikali ya mtaa. Hebu mnisaidie kwanza hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hichi kinachoelezwa hapa, mimi nadili kila siku na masuala ya ardhi. This is a planned event. Yaani hili ni tukio lililopangwa kwa kifupi. Kwa nini? Mmoja, mjumbe wa serikali ya mtaa unaposaini ile fomu, ina maana unabeba dhamana kwamba huyu anayeuza hii ardhi ni yake. Umewekwa pale kwa sababu wewe ni mwenyeji wa lile eneo. Kama mtu anauza humjui, unamtilia mashaka, hutakiwi kusaini, unatakiwa kugoma. Kwa sababu hii ardhi inamilikiwa kiasili na nyinyi mko huku chini, mko pamoja na hii jamii, mnajua kabisa ardhi hii ni ya nani. Ndio maana mkurugenzi kabla ya kuanzisha hati anataka nyinyi mnaoishi na hawa wananchi mthibitishe hii ardhi anayeuza ni ya kwake, hii ardhi anayeomba kupimiwa ni ya kwake. Kwa hiyo Mheshimiwa RC hapa, yeyote ambaye amesaini hiyo fomu na akasababisha huyu dada kutapeliwa, ana swali la kutujibu. Alisaini katika misingi ipi? Moja ya maeneo yenye migogoro mikubwa ni pamoja na mtaa wako. Ni kweli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unajua ni kwa nini? Naomba mheshimiwa nisikilize kidogo. Ngoja kwanza mwenyekiti, unajua ni kwa nini? Sababu najua kwa sababu niko kata Magwepande, lakini ndio eneo ambalo limekuwa na migogoro mingi, lakini sasa tunaendelea kuimaliza kwa sababu tuna mradi wa upimaji ambao tumeshatoa hati za. Kuna migogoro pia mingi kwa sababu ya janja. Amekuja wiki iliyopita, nikamwandikia barua ya wito. Aje lini? Kwa sababu leo ni siku ya migogoro ofisini kwangu. Mheshimiwa. Hebu. Mheshimiwa, hali halisi iko hivi. Kwenda pale ofisini, ile siku nilienda pale, sikwenda kwa lengo la kuchukua barua ya kumuita mtu yoyote, wala sikwenda pale kwa appointment. Nilimpigia simu nikamueleza kwamba mwenyekiti, nampigia simu mtuhumiwa wangu simpati. Lete kwanza hiyo fomu. Ulimwambia mwenyekiti unampigia mtu mpati, si ndio? Hii ndio uliopewa. Walio saini akina nani? Walio saini hapa, aliyesaini hapo ni mjumbe wa serikali ya mtaa Abdalla nadhani Gombero. Na vile vile huyu Juma unamfahamu? Anamfahamu kwa sababu huyu Juma. Anamfahamu mheshimiwa, naomba nielezee kwa sababu hii nimeipata ni taarifa ambayo nilipata kutoka kwa watu wanaomfahamu huyu mwenyekiti vizuri. Ndio. Wanasema kwamba huyu mwenyekiti yule mama aliyemuoa dada yake na yule mama ndio binti yake ameolewa na huyu mtuhumiwa. Ndio, na siku ya kwenda ya kutoa ile barua ya udhamini, mke wa mtuhumiwa pamoja na shemeji yake na mwenyekiti ndio walioenda kuwasilisha ile barua pale, yule mtuhumiwa akatolewa. Hizo ni taarifa nilizozipata, sijazithibitisha, lakini ndio taarifa nilizokuwa nimezipata. Haya, eleza mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, huyu mama kweli aliuziwa kiwanja na huyo mtu anaitwa Juma. Na huyu mama nimemshauri, kamwambia mifumo ya umalizaji wa migogoro kwenye eneo langu la mtaa wa Mji Mpya, maana yake sio mifumo ambayo natakiwa mtu amechukua fedha ya mtu tuje tumpeleke mahakamani. Tunamwita Juma, tunakwenda kwake, tunapima eneo linalolingana na ukubwa wa eneo lako, tunamalizana hapo hapo, wala sio swala la kwenda
huko unakokutaka. Na ndio maana leo alikuja lengo tukakate kwa Juma, ili Juma ikiwezekana aondoke pale, tumpe huyu mama, kwa sababu tulishachoka na migogoro kwenye maeneo hayo ya Mji Mpya. Sasa mwenyekiti, naam, Saidi Selemani, angalia, unamfahamu? Na hiyo biashara wakati inafanyika, hata sijui mashahidi, hata sijui huyo mjumbe alienda kusaini saa ngapi. Wajumbe si wanawafahamu mtu anaitwa Saidi Selemani? Angalia wajumbe hao wa serikali ya mtaa, wananchi waulize wa kule kwangu, waulize wananchi wa kule kwangu hapa hawapo mheshimiwa, kwa sababu wako mtaa wa Mji Mpya, hapa ni mtaa na Kasangwe. Sasa mimi nisikilize kwanza, umri wa huyu dada ni mdogo sana. Mwenyekiti, kabla kesho saa 10 naitaka milioni 5 ambayo mimi nampa huyu mama. Haina shida, nimeshamaliza. Haina neno mheshimiwa. Mkijichelewesha, mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru, nisikilize na unizingatie vizuri, kwa sababu ya migogoro ambayo ipo sana pale Kinondo. Mweke kwenye bracket mwenyekiti huyu mpaka kesho saa 10. Mpaka kesho saa 10 nitakupa maelekezo mengine. Mimi kwanza, usaidizi wangu mlitafutia milioni 5. Angalieni kule kwenye mabegi, chukue na hela zingine kama tumesahau mahali. Usiondoke hapa nije nilipe pesa hiyo muda huu. Dawa ya hao wenye viti ni moja tu, na mimi nalipa, wewe nizulumu mimi. Muhuri unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea gongea kama hivi unakwenda kwenye harusi. Ile ni nyaraka na lazima iheshimike. Sijui mnaelewa mpaka hapo? Sio mtu anakuja na gonga tu muhuri. Mwenyekiti, sogea hapa. Nimejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni 5. Wewe ninamlipa mimi milioni 5. Wewe mwenyekiti, ingia kwenye 18 za kunizulumu mimi. Mimi namlipa huyu kwa niaba yako. Shika hela hii. Asante. Muombe Mheshimiwa Rais Samia ndiye aliyetuma tuje ifanye kazi. Sawa sawa? Na kulipa mimi hiyo hela, wacha yeye anizulumu mimi.